Miongoni mwa mambo yanayopendekezwa katika sheria mpya kuhusu udhibiti wa shughuli za makanisa ni kuwazuia wahubiri kuagiza sadaka wanapohubiri kwenye runinga au redio, kando na kuwazuia kuushawishi umma kujiunga na madhehebu yao pamoja na kuwaongoza katika sala ya toba. Utaratibu ambao umepingwa vikali na wakuu wa makanisa nchini, ambao miongoni mwa mambo mengine wametishia kwenda mahakamani kupinga utumizi wa sheria hizo. Hata hivyo, naibu wa rais William Ruto amezituliza nyoyo za wahubiri kwa kuahidi kuwa marekebisho muhimu yatafanywa sheria hizo. Tunatambua umuhimu wa kanisa. Sisi wenyewe tumelelewa kanisani. Na tunatambua umuhimu wa neno la Mwenyezi Mungu, na hatutaki kuwe na vizuizi katika mambo ya kuendesha neno la Mungu katika taifa letu. Kama kuna hitilafu imetokea kwa sheria, as a government we are ready to discuss na tuone itarekebishwa namna gani. Akizungumza ilipokutana na ujumbe wa viongozi kutoka eneo la Magharibi, wakiwemo wakuu wa makanisa, walipomtembelea nyumbani kwake eneo la Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu, naibu wa rais alifafanua kwa lengo kuu la sheria hizo sio kuudhibiti utaratibu wa uhuru wa kuabudu, bali ni kuwakabili wahubiri matapeli. Kuna wengi sasa wanatumia kanisa vibaya. Wengine wanauza mbegu, wengine wanauza maji huko kanisani. Umesikia hii kina Kanyari ya 310 sijui matringa. Sasa hawa matapeli hawa ndio tulikuwa tunasema watoke kanisani. Sisi tunataka kanisa itupange tuende mbinguni. Hapana mambo ya kwenda kufanyia biashara ndani huko. That is the only problem we have. So na tumesema kama serikali hawa watu wa kuuza mbegu kina Kanyari watoke kanisani, tutawasajili katika wizara ya kilimo wauze mbegu. Wabambane na Kenya Seed. Huko mahali Kenya Seed iko, waende wauzie mbegu huko. Na huko Machakos, siasa za maendeleo chap zinazidi kuchacha, huku viongozi wakizidi kutoa maoni mkinzano kuhusu vuguvugu hilo. Baadhi wanaonekana kumpinga gavana Alfred Mutua. Hata kama mtu anadanganya, unajua saa nyingine ukidanganya unaona mtu anafunga macho. Mimi nikiangalia kwa television unaona mtu anadanganya na afungi macho. Huwezi enda mbele ya watu useme mabarabara ya Machakos yote ni sawa, maji ni sawa, mahospitali yamejaa dawa, ati watu wa Machakos wote ni shawa Honestly, kuna Mungu wa kuogopa. Mimi nimeona bosi wangu Bwana Dr. Alfred Mutua akienda Lamu County na wodi yangu Mlolongo iko na shida, nasikia vibaya sana. Wacha kama wana Mlolongo, tunakuomba urudi nyumbani Machakos County, kwanza tumalize kazi. Kauli hizo za kumpinga Mutua zinatokea wiki moja tu baada ya gavana huyo kuzindua mpango wa maendeleo chap kwa lengo la kukuza maendeleo na udhabiti wa siasa za Ukambani. Shadrack Miti, QTV.